Karibu tena mtazamaji wa FGA TV, ni kukaribishe kwa mara nyingine kwenye mwendelezo wa matukio ya wiki nzima kutoka Fountain Gate Academy, Tanzania. Mimi ni Rukaya binti wa Mbugita. Leo hii utapata kuona matukio ya utambulisho wa wachezaji wa Fountain Gate FC kupitia tamasha la The Tanzanite lililofanyika Babati. Lipo tukio kubwa la Rais Makau alilofanya kwa waandishi wa habari. Utaona pia na uwekezaji mkubwa wa hostel na uwanja wa mazoezi. Kule Tanga, Fountain Gate ilikwenda kushiriki mashindano ya TFF. Utasikia habari yao, na bila kusahau ilikuwa ni wiki ya Iena kwa LY wa Fountain Gate Schools Dodoma. Oktoba 12 pia ni siku iliyokata kelele kuziba masikio ya wenye kijino pembe na wale wote waliokosa nia njema kwa Fountain Gate FC. Siku hili lilifanyika tamasha bora la kuwafumbua macho wapenzi, mashabiki na wadau wenye tija na timu yetu Fountain Gate FC. Naam, mambo yalikwenda mbio sana mara baada ya tangazo la TFF lililobeba ujumbe wa juu ya ruhusa ya kusajili wachezaji wetu kwenye mfumo wa kimataifa wa kusajili wachezaji uliopo chini ya FIFA. Na hapo rais wetu Japhet Mboto Makau akatoa agizo la kuwa lazima lifanyike jambo ambalo litaonesha kuwa tumevivuka vizingiti vyote na sasa tupo tayari kwa mapambano. Haikuwa liwe tamasha kubwa kama Tanzanite Day ya msimu uliopita, lakini ilikuwa lazima lifanyike jambo. Ndipo tukakubaliana kwa pamoja kwa kusema kuwa tuwakutanishe watu wetu wa Babati na Manyara kwa ujumla kwenye uwanja wa Tanzanite kwa raha, tuwatambulishe rasmi wachezaji wetu, hasa wale ambao walikuwa hawajaonekana kwenye mechi 3 zilizopita. Lakini tukasema hatuwezi kwenda kama mabubu, lazima hiyo siku ipewe jina. Hapo sasa ndipo likaja jina la tumejipata, tukiweka kibwagizo cha tunaanza na Mungu, huku bango kubwa likiwa ni The Tanzanite. Hivyo basi kipindi hiki cha leo ni maalum kwa tamasha la The Tanzanite tumejipata #tunaanza na Mungu. Ilikuwa ni siku yenye bashasha kubwa kwa wachezaji na viongozi, huku furaha ikiwa zaidi kwa wachezaji wageni ambao kwa mara ya kwanza wanakwenda kuvaa nembo ya Fountain Gate FC msimu huu. Kwa upande wao siku hii ya leo wala hawakuwa na uhakika wa kama watakwenda kuiona, kwani kelele zilikuwa nyingi juu ya changamoto yetu ya usajili. Hivyo baadhi waliaminishwa kuwa hawatacheza ligi kuu kwenye raundi hii ya kwanza, lakini hatimaye ukweli ukawa wazi na leo wanakwenda kutambulishwa. Ni siku ambayo haikuwa na matukio mengi, lakini yale ya muhimu ambayo sisi kama timu tulitamani yafanyike yalifanyika, ikiwemo mchezo wa kirafiki kati ya wafanyakazi wa Fountain Gate waliopo Manyara dhidi ya timu ya watumishi wa halmashauri ya Babati. Mchezo huo wa wazee ulimalizika kwa Fountain Gate kupoteza kwa mabao 5-2, huku sababu kubwa ya watumishi kushinda ni ujanja wa kuweka damu changa kwenye kipindi cha pili, ambazo ziliwazidi nguvu na kasi wazee wa timu yetu ambao miili yao imesalitiwa na ongezeko kubwa la mafuta yaliyojaa kwenye eneo la tumbo maarufu kama kitambi. Baada ya mechi hii ya wazee kumalizika, palifanyika burudani kidogo ya muziki kutoka kwa wasanii wetu wa ndani, na kisha zoezi la kutambulisha wachezaji likawa limefuata. Utambulisho ambao ulianza kwa timu yetu ya wanawake Fountain Gate Princess wakiongozwa na benchi lao la ufundi, na kisha timu ya wachezaji iliyoongozwa na nahodha Aquila Gaspar. Baada ya dhima kubwa ya kuwatambulisha wachezaji kukamilika, likafanyika jambo kubwa lenye maana ya tunaanza na Mungu. Viongozi wa dini walifanya dua na maombi ya kuibariki timu yetu ambayo inakwenda kusahau iliyopita na kuanza safari mpya mapambano kwenye msimu huu 2025-26. Kilichokuwa kinasubiriwa kwa hamu ndicho kilichofuata, ni mchezo wa kirafiki dhidi ya klabu ya Mbuni kutoka Arusha inayoshiriki ligi ya Championship. Mchezo ambao ulilenga kuwaonesha mashabiki na Watanzania kwamba sisi sio wanyonge tena, na tunaposema tumejipata tunamaanisha. Na ndani ya dakika 5 za mwanzo ilitosha kabisa
tunataka kuwaonesha wanababati kwa vitendo kuwa tumefanikiwa kusajili timu bora ambayo itafanya makubwa zaidi ya yale ya msimu uliopita. Mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika, tayari watu wote ambao walijitokeza uwanjani hapo walikuwa wamejiridhisha vya kutosha kuwa kweli tumejipata. Mbuni walijikuta wanaokota mpira mara 4 nyuma ya nyavu zao, huku nyota wetu wapya wakiwaduaza na kuzikonga nyoyo zao. Kwenye dakika hizi 45 za kipindi cha kwanza hazikuwa tu nyakati bora kwa timu yetu, bali zilikuwa ni dakika za nyota wetu wapya kuiteka show na kujitangaza kwa mashabiki wetu. Kila mchezaji alicheza vizuri, lakini Henry David, Messi wa Afrika aliyezaliwa Nigeria, aliibuka kuwa gumzo kwenye mchezo huo. Sio tu alikuwa mchezaji wa kwanza kufunga bao kwenye mechi hiyo, bali alionyesha kuwa yeye ni mchezaji hatari na wa daraja la juu aliweza kufanya mambo ya ajabu na yasiyotarajiwa uwanjani. Anakimbia kama Lionel Messi, anapiga chenga kama Messi wa Argentina, na huyo ndiye aliyeimbwa sana kwenye mchezo huu na ilifikia hatua mashabiki wote walitamani mpira awe anapewa yeye tu kila wakati. Baada ya dakika 90 mchezo ulimalizika kwa ushindi wa magoli 4-1, ushindi ambao uliinua mioyo na kurudisha imani kwa mashabiki na wapenzi wa timu hii. Kilichofuata hapo ikawa sasa ni waandishi wa habari kutaka habari kutoka kwa wachezaji wetu na msemaji wa timu yetu Issa Mbuzi. The football here is very nice and it is very okay. I like the atmosphere and the intensity, and it is a big challenge here. So I'm looking forward to see more of it. Cha kwanza ni malengo ya timu, kuhakikisha timu kwanza inafanya vizuri kwa sababu tushapoteza michezo mitatu. Kwa hiyo inabidi tu focus na tuwe na nguvu zaidi katika michezo yetu ili tuweze kupata matokeo, kwa sababu kama unavyoona msimamo wa ligi si ndio timu ambayo tupo chini. Kwa hiyo so position nzuri kwetu. Kwa hiyo sisi kama wachezaji na benchi la ufundi tunajipanga kwa ajili ya michezo inayofuata tuweze kupambana tupate matokeo. Baada ya vurugu zote, the Tanzanite Day, siku iliyofuatia ambayo ni Oktoba 13, Rais Makau alikutana na waandishi wa habari wa Manyara na wale waliosafiri kutoka Dar es Salaam na maeneo mengine kunywa nao chai aliyoipa jina la Tea of the President, ambayo ilifanyika kwenye fukwe ya Ziwa Babati, the Paradise Beach. Rais Makau aliwapa heshima waandishi hawa baada ya kazi kubwa walioifanya siku zote na taasisi yetu, lakini alitaka pia kuwapa nafasi ya kuzungumza nao, mazungumzo ya kufahamiana na kubadilishana mawazo, huku akiwapa nafasi ya kuuliza maswali yanayohusu timu na taasisi kwa ujumla kwenye kipengele cha maswali na majibu. Mara baada ya kumaliza kueleza kwa ufupi mambo mbalimbali yanayohusu Fountain Gate FC na Fountain Gate Academy Tanzania, waandishi waliwasili kwenye fukwe hiyo majira ya saa 4 asubuhi na walionekana wenye furaha kubwa na wakishindwa kuficha hisia zao mara baada ya kumuona Rais Makau akiwapokea. Lakini pia walifarijika mno baada ya kuona mandhari nzuri ya Paradise Beach. Walicheza mziki na wakisifia timu yetu na kusifu ukarimu mkubwa uliofanyiwa na Rais Makau. Kwa unyenyekevu mkubwa, Rais Makau aliwapokea mmoja baada ya mwingine na kuwapa nafasi ya kuzungumza nao mambo mawili matatu. Tukio lilofuata baada ya mapokezi na stori za hapa na pale ilikuwa ni Tea of the President. Vijana walipiga chai nzito, kisha likafuatia tukio la kuzungumza na waandishi akisindikizwa na CEO wa Fountain Gate Academy Kelvin Shaban, mratibu wa Fountain Gate FC Wendo Makau na mratibu wa Fountain Gate Princess Agustino Ngamesha. Babati, karibuni Magara Ziwani. Kwanza tuna furaha kubwa leo kukutana ninyi Babati, the home of Fountain Gate Club. Tumefurahi kwa jinsi ambavyo mmesikia wito wetu wa kuhudhuria the Tanzanite Day, siku yetu maalum ya kutambulisha kikosi chetu cha msimu wa mwaka 25-26. Nichukue nafasi hii kushukuru sana TFF ambao kwa kweli tumefanya nao kazi kwa karibu kuhakikisha kwamba changamoto ambayo tulikuwa tunayo ambayo ilitupelekea tucheze mechi 3 tukiwa hatujakamilika tumeweza kuimaliza
na sasa tunamalizia vitu vidogo vidogo. Kwa taarifa yenu ni kwamba wachezaji wote wa Kitanzania sasa wanaweza wakacheza. Tunamaliza vitu vidogo vidogo kuhakikisha kwamba wachezaji wa foreign players wanaweza wakacheza kuanzia mechi yetu inayofuata tarehe 17. Niliwaambia kwamba tunaenda kufanya surprise, tunaenda kuandaa timu ambayo itakuwa shindani. Tunaenda kufanya vitu vya tofauti na watu wanaotegemea. Naamini kwa walioona mpira wa jana wameanza kuona vitu vya tofauti. Wameona klasi ya wachezaji ambao tumewasajili. Wameona jinsi ambavyo tumetengeneza mchanganyiko mzuri wa vijana wa Tanzania. Tuna zaidi ya 60% ya wachezaji ambao wamekuzwa kutoka kwenye academy zetu. Ili wakati wanatambulisha mlisikia huyu ameanzia hapa, huyu amekuja na miaka 11. Lakini vile vile tuna wachezaji experience kidogo ambao tumewachanganya ili kuleta experience zao kwa kuwafundisha vijana wetu wadogo. Lakini tuna foreign players ambao tunaamini kutokana na experience yao ya kimataifa na commitment yao walionayo wanaweza wakaambukiza kitu fulani kwenye timu yetu. Kwa mchanganyiko huu tunaamini unakwenda kutuletea matokeo makubwa sana katika msimu huu. Rais Makau akaona sio sawa kama waandishi hawa wataondoka na kurejea makwao bila kuona uwekezaji mkubwa wa hostel ya Fountain Gate FC pamoja na ujenzi wa uwanja wa mazoezi. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kuzitembelea hostel hapa. Engineer Ali alitoa ufafanuzi wa kina wa nini kinachofanyika kwenye eneo hili. Eneo la hostel ya Fountain Gate Club. Hapa tulipo ni sehemu kwa ajili ya chakula na jiko. Mnapokuona nyuma kwenu hapo ndo hostel yenyewe kwa ajili ya malazi na kila kitu. Bado tupo kwenye ujenzi. Upande wa pili wa hostel kutakuwa kuna gym, kuna swimming pool na sauna. Hivi ambavyo bado havijakamilika kwa sababu project ni kubwa, inaenda kwa phase. Kwa hiyo phase 1 tumemaliza kujenga hostel pamoja na sehemu ya kulia na jiko lake. Baada ya tour ya hostel kumalizika, kituo kilichofuata ilikuwa ni kwenye duka la jezi la Fountain Gate FC. Waandishi walikuwa na shauku kubwa ya kuziona jezi zetu. Kwa kuwa Rais Makau aliamua kuwafurahisha waandishi hawa, alichoamua ni kuwapa jezi za rangi wanazozitaka waandishi wote waliokuwepo kwenye tukio hili. Rais Makau aliendelea kuongoza msafara huu na sasa ikawa ni zamu ya kuitembelea Fountain Gate Schools Manyara. Huko ndiko unajengwa uwanja wa mazoezi wa Fountain Gate FC na kisha wakapata nafasi ya kuona ujenzi wa uwanja wa mazoezi wa timu yetu. Ilikuwa ni siku ndefu ambayo ilibeba maana kubwa kwa taasisi na timu yetu. Bila shaka umejifunza mengi na kufurahia kila tukio.